Barabara kabisa. Hujambo mpenzi mtazamaji pote ulipo. Asante sana kujiunga nami kwenye taarifa za KTN leo weekend. Mimi ni Mwanaisha Chizuga. Moja kwa moja basi na habari wenzangu wamejiandaa kweli kweli kuhakikisha kwamba wanapokea taarifa zetu kwa njia ya kuaminika, taarifa zilizo mufti kwenye taarifa zetu za KTN leo weekend. Miongoni mwa taarifa hizo ni kwamba kimbunga chasababisha vifo na uharibifu mkubwa mjini Mombasa. Munajua matatizo ya kilimo ya miwa ililetwa na watu ambao waliagiza sukari kutoka nje, wakakuja wakaweka katika mifugo ya Mumias, wakaenda wakauza dukani na supermarket. Miwa ya mwananchi inaoza shambani. Siasa za sukari za shamiri huku wa Kenya na viongozi kwa ujumla wakiwa na mitazamo tofauti. Wasichana wanaopata mimba za mapema wana nafasi gani ya kujiendeleza kimasomo katika kaunti ya Kilifi? Na kwenye mwanamke ngangari, mapenzi kwa watoto walemavu kwa msukuma mwanamke kuacha kazi ya wanahabari na kujitosa katika malezi ya walemavu. Karibu mtazamaji. Watoto wawili wamefariki mjini Mombasa baada ya kuangukiwa na mti walipokuwa wamelala nyumbani mwao usiku wa kuamkia leo. Inaripotiwa kuwa upepo mkali sawa na kimbunga ulikuwa ukivuma kwa kasi katika mji wa Mombasa na kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo na hata katika viunga vyake. Huu mkubwa uliposhindwa kustahimili upepo mkali uliovuma usiku wa jana, ulianguka kwenye nyumba iliyokuwa karibu, ukaua watoto wawili waliokuwemo ndani wamelala, mmoja akiwa na umri wa miaka 15 katika darasa la 8, huku mwingine akiwa malaika mdogo wa umri wa miaka 2. Waliokolewa mmoja akiwa jukwaa ameumia, wawili walikuwa wamekufa. Kama saa 4 za usiku hivi nilisikia mwembe ukilia, nikiangalia nikaona unakuja, mimi nikaruka na watoto walikuwa wako ndani. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, upepo huo pia uling'oa paa katika nyumba eneo tofauti la Mshomoroni na Likoni. Mabango ya biashara pia yaliathiriwa, mfano ukiwa bango hili la kituo cha mafuta. Nilikuwa nimeketi hapo nje. Kama saa 4 za usiku hivi nilisikia mwembe ukilia, nikiangalia nikaona unakuja, mimi nikaruka na watoto walikuwa wako ndani. Hakukuwa na tahadhari kutoka kwa watabiri wa hali ya anga kuwa upepo mkali ungelishuhudiwa Mombasa usiku na kusababisha maafa. Upepo wa jana haukuwa wa kawaida. Hatujawahi kupata upepo wa aina huo. Hatujawahi. Hiyo upepo huwa tunasikia sehemu za juu, lakini hapa pwani bado. Kule tunasikia mashule zimetolewa mapaa. Hapa pwani haijawahi kutokea, lakini jana imetutokea. Kwa hivyo tuko macho sasa kuangalia kwamba disaster team itaingia ione itaweza kutatua matatizo namna gani. Na hawakutueleza kama kutakuwa na upepo mkali namna hii. Wale watu wanatabiri, wanastahili pia kujulisha wananchi mambo kama haya inapotokea, angalau pia na wao wawe macho. Mkasa huu unajiri siku chache tu baada ya watoto 7 kufa maji kule Diani, kaunti ya Kwale, kufuatia mawimbi makali baharini. Ni aina ya mikasa ambayo mja hana uwezo kuizuia ila kwa nguvu za Mola. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Mombasa wanasema ipo haja kuchukua tahadhari ya kukata miti ambayo imezeeka na ambayo ipo karibu na makazi ya watu. Wanapita hapa kila siku wakienda shule. Je, kama ingekuwa watoto wangu wanapita hapa wakienda shule, singekuwa ni janga kubwa? Sasa mimi ningeomba serikali, hata county government itusaidie. John Juma, KTN News, Mombasa. Muungano wa wafanyikazi KOTU umemtaka Rais Kenyatta kutupilia mbali mkataba uliotoa sahihi kati ya Uhuru Kenyatta na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Haya yanajiri huku swala hilo likiendelea kuzua hisia mseto kutokana kwa viongozi mbalimbali wakati wa ziara ya Naibu Rais William Ruto katika eneo la Kakamega, magharibi mwa Kenya. Hussein Mohamed anaarifu zaidi. Mkutano huu wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais Uhuru Kenyatta umeonekana kuwa chimbuko la semi za wanasiasa na hata washikadau kuhusu mkataba wa kuletwa kwa sukari kutoka Uganda. Mkataba ambao sasa muungano wa wafanyakazi nchini KOTU unasema haukuhusisha washikadau vilivyo, na kauli yao ni moja. Tunataka viwanda vyetu Kenya viendelee mbele. Na viwanda vyetu kaendelea
iwapo tunaruhusu bidhaa kutoka nje iue viwanda vyetu, kama vile kandamiza viwanda za textile, za manguo na viwanda za viatu. We are asking as quickly as yesterday if there is that agreement which was signed to be set aside immediately. Let the stakeholders be called for a discussion. We would like to know why we getting shortages of sugar in Kenya. In fact, the Ministry of Agriculture should be the first person to say, now farmers, we need to sit down, we need to increase the production of the sugar, not importing from Uganda. We are creating jobs for Ugandans. Kauli ambayo ilionekana kufika upeo wake katika ziara naibu rais William Ruto katika eneo la Matungu kule Kakamega, eneo ambalo sukari ya Mumias ni kitega uchumi cha kutegemewa pakubwa. Kwani Uganda imekuwa na sukari mingi sana mpaka itatemesha sisi huku? Kama ni hivyo na sisi ni wanasheria tunatengeneza sheria, mbona tunalialia? Si tuende bunge tutengeneze sheria. Tukifika mambo ya kutafuta huyo mwizi, hao watu wa ODM hawaongei, wananyamaza. Lakini wakisikia sukari imetoka Uganda, wanasema acha tutumie hiyo kupata mileage ya kisiasa. Waizi wenye maangusha Mumias sugar yetu wako ndani ya koti. Waizi wale waliuza shamba yetu ya Nasewa, and Mheshimiwa Boni can bear my witness. Ni rafiki yake mkubwa sana. Ni principal wa CORD. Hata hivyo, cheche za maneno ziliibuka kufuatia wengi wa wanachama wa CORD kutaka kuhamia chama cha Jubilee. Mtu akikufukuza mpaka kwa choo, kweli ukiwa uko na akili timamu unaweza kurudi tena ukafuata huyo mtu? Kwa hivyo ndugu yangu Khalwale, kuja tutembee pamoja. Wewe Washia, wakati unateta eti hukuona Raila akija katika mahakama kunisaidia vita ya kupelekwa kwa choo, I want you to know that the askaris of the government of Kenya who are here were watching as I was attacked by these crooks. Ya makelele, mbona mliita wabunge wa Western, Busia, sijui Bungoma na Kakamega, mbona hamkuita wa Kwale na Transmara na Migori? Sasa wewe, hata kama hujui geography, kama sukari itatoka Uganda itafika Kwale mbele ya kufika Busia na Kakamega? Even if you don't, hata kama you are absent, siku geography ilikuwa inafundishwa. Honestly, you start with where the problem is. Ikiwa ni ngome ya wakulima wa sukari, wengi wao walionekana kuvutiwa na mkataba huo, huku wengine wakiupinga. Hakuna cha tununue sukari kutoka nje ya Kenya. Tukinunua sukari kutoka nje ya Kenya itatuletea income. Kama mzee alipeana pesa sukari ya Mumias, tena mbona ameagiza sukari nyingine kutoka nje? Sasa unaona baada anaangusha hiyo kampuni ya Mumias. Washikadau aidha walitaka usawa katika shughuli nzima, shughuli ambayo wanasiasa wameonekana kuwa mstari wa mbele katika kuyapigania. With sugar coming into Kenya, but we have to face it, Kenya is a net sugar importer. So the sugar will come in, all we ask for is a fair market. We expect any deal entered, any agreement, any treaty entered by the government must be made public. That is a requirement in the constitution. Wakazi wa eneo hilo pamoja na Wakenya kwa ujumla sasa wanakuza imani kuwa mwafaka utakaopatikana katika swala nzima utawafaidi, bali si kuwakandamiza. Hussein Mohamed, KTN leo weekendi. Na utamu wa sukari umesalia kwa chungu kama subili. Kenya inajivunia kuwa mojawapo ya nchi zinazotambuliwa kwenye ulingo wa michezo, si riadha, si michezo wa raga na hivi majuzi shindano la ngamia. Mwanahabari wetu Jeff Kirui ametuandalia taarifa ya mchezo huu ambao unaendelea kupata umaarufu kwa kasi mno hapa nchini. Ni hafla iliyovutia washiriki kutoka nchi 18. Awamu ya 26 ya shindano la kitaifa la Maralal Camel Derby linalofanyika wiki ya pili ya Agosti kila mwaka. We love this event and yes. Walipiga foleni na kwa mpigo mmoja wakaanza safari ya kilomita 10. Kila mmoja akiwa na ari ya kuibuka mshindi. Kwa wengine safari haikukosa changamoto. Wandani wao wa shindano hawakustahimili jua na umbali huo, ikawalazimu kupumzika. I'm from the United States. This is my first camel race,
It was phenomenal. The camels were quite bumpy. They're much bumpier in real life than they are on television, but it's a great experience to be out here in Kenya with all of you and experience the festival. It's been a great time. Wamba mcheza kwa utuzwa na siyekubali kushindwa si mshindani. Kundi linalowakilisha Kenya lilionekana kung'ara. I'm from America. I'm absolutely in awe of what is going on here. So I want to thank the Kenyan people for being so amazingly friendly. Drivers were very kind. They weren't hitting very much, and so that was making me happy, but yeah, it was a spectacular race. Tamasha hii inanuia kuimarisha uwiano baina ya jamii za Turkana, Pokot na Samburu. Jeff Kirui, KTN News. Na kwenye makala yetu maarufu ya kila siku ya Jumapili ya mwanamke ngangari, tunamwangazia mwanamke mmoja ambaye licha ya kuzaliwa na ulemavu aliacha kazi yake ya kuwa mtangazaji wa redio ili asaidie pakubwa katika kuendeleza kazi ya kuwalea watoto walemavu. Elvis Kosgei alimtembelea Anjiri katika eneo la Ruai na kutuandalia makala yafuatayo. Naam, nipo katika kituo cha watoto walemavu katika eneo la Ruai, kaunti ya Nairobi. Nimekumbana tu na mwanamke huyu ambaye anasaidia pakubwa katika kufanikisha maisha ama mustakabali wa watoto walemavu katika eneo hili. Shirika ama nyumba hii inaitwa Compassionate Hands for the Disabled Foundation. Ni shirika ambalo linawasaidia watoto walemavu, pengine wengine wametengwa na jamii ama wamefiwa na wazazi wao na wakakosa mtu ambaye anaweza washikilia. Nilizaliwa nikiwa binti aliye na ulemavu, kwa kimombo wanaita physical disability, na nikiwa mdogo ilikuwa ni ngumu sana kujisaidia maana sikuwa naweza kutembea. Mr. Samuel, Mungu alikuita mara ngapi? Nimeenda kuanzisha nyumba ya watoto walemavu, maana lazima uwe na mwito na subira na umungu ndani yako. Mbali na kuwa mlezi wa watoto hawa, Anjiri amechukua fursa ya kuwapa watoto hao ujuzi ambao utafaidi pakubwa katika siku za usoni. Unapata kama hii wanaita table mat. Unaweza ekelea meza yako ukikunywa chai. Na huo mtoto lazima akuwe ni mtoto ambaye ako willing kusoma, kwa sababu hata mimi siwezi kufanya hiyo, huwezi fanya hiyo, ni kazi ambayo inagharimu muda. Je, kuna baadhi ya changamoto labda unakumbana nazo? Nchi ya Kenya naweza sema bado katika mtazamo wa watu walemavu bado uko chini. Kuna ile hali ya kuwatenga, maana wako yani stigma and discrimination. Yale maradhi ambayo yalikuwa mikumbo ukiwa mtotoni, je, unaendeleza matibabu hivi sasa? Ukiangalia tunaona kuna kidogo, utaelewa kuna shida kidogo, muscle wasting. So hata mimi nafaa kuwa katika therapy ndio niweze kumaintain huu mkono usikue mnyonge ama usikose nguvu. Kuna wengi ambao hawakuwa wanatembea, hata unaona hapa kupitia mazoezi wameweza kutembea. Na ukiona mtu ambaye ana smile, that is the greatest achievement I think. Na ni at least so far nimeweza kusaidia pia jamii hata ya hapa kuelewa kwamba hawa watoto ni watoto kama wale wengine wako kwa manyumba zao, na ukimpatia nafasi anaweza kuwa bora zaidi. Ni mwanamke ambaye amejitolea pakubwa ili kubadilisha mustakabali wa watoto walemavu. Licha ya kuasi taaluma ya utangazaji, ana matumaini makubwa kuwa atabadilisha maisha yao pakubwa. Elvis Kosgei kwenye makala ya mwanamke ngangari katika eneo la Ruai, kaunti ya Nairobi. Naam, shukrani sana mwenzangu Elvis Kosgei kwa taarifa hiyo Anjiri. Hongera kwa naendelea kazi hiyo ya kuwalea watoto ambao hawakubahatika katika jamii. Mtazamaji, narudi kwa muda usio mrefu tukiangazia tatizo la mimba za mapema kwa wasichana na watoto kaunti ya Kilifi. Je, wanaweza kupata elimu baada ya kujifungua? Usiende mbali. Na karibu tena mtazamaji. Elimu kwa wasichana katika kaunti ya Kilifi inakumbwa na changamoto moja kuu: mimba za mapema. Kutokana na hali hii, wazazi katika kaunti hiyo sasa wameanza kuwarai wasichana wao waliotungwa mimba mapema kurejea shuleni pindi wakishajifungua. John Juma alizuru maeneo hayo na kuandaa makala haya maalum.
Takwimu zaonyesha kuwa Kilifi huongoza kwa zaidi ya 47% za mimba ya mapema kwa wanafunzi, hivyo kusababisha wengi kuacha shule, hali hiyo ikiwa huzuni si haba kwa wazazi. Tegemeo kuwa watoto watawasaidia baadaye linafifia kila kukicha. Wamebaki kushuhudia watoto wao wakipata wajukuu hata wakiwa na umri wa chini ya miaka 25. Watoto kuzaa hivyo, watoto wadogo wanazaa, na wakizaa wanaacha kabisa shule. Hata darasa la 3 unapata mtoto mdogo kama miaka 10 amepata mimba, ametoka shule, na hivyo anakuwa mama katika umri mdogo sana. Katika umri wa miaka 30, Rehema Nyadzua tayari amebarikiwa mjukuu. Binti alijifungua akiwa darasa la 6, umri wa chini ya miaka 16, basi akaamua kumrejesha shuleni. Lakini kejeli za wanakijiji kuhusu hatua yake zinaelezea kinachosababisha masomo ya wasichana wengi katika kaunti ya Kilifi kufikia hatima ya ghafla wakiwa bado wachanga. Watu walikuwa wananambia, wewe uko mjinga, wapeleka mtoto shule, atashika nini huyo? Na mtu anajua mambo ya bwana na bibi. Huyo hatashika kitu, wewe mpatie mtoto wake ufanye kazi zako. Mimi sikuyashika yale ya watu. Mimi nikarudisha mtoto wangu shule. Baadhi ya wazazi kuwazomea watoto na kuwahimiza kuolewa ikiwa ni njia ya kujiondolea mzigo wa ulezi ni miongoni mwa yale yanayodaiwa kuchangia wasichana kuacha masomo. Mwalimu mkuu katika shule ya msingi Kadzinuni Rebeka Mwema, ambaye amefunza katika shule kadhaa kaunti ya Kilifi kwa miaka 20, aelezea jinsi hata wazazi hupinga juhudi za watoto wao kurejea shuleni baada ya kujifungua. There are some who will come to an extent of telling me what is it that you need, and some are even ready to offer me money so that I may keep quiet. I don't even expose them to the local leaders. Binti huyo tutakayempa jina Mwanatumaini anatilia mkazo kauli hiyo kuwa imewanyima wenzake wengi nafasi ya kusoma. Akijifungua kurudi shuleni wasi wengi, sababu anaona kambe akirudi shuleni anapoteza. Kinaya ni kuwa hata wanaoolewa mapema mwisho wanageuka kuwa mizigo kwa wazazi pale ndoa zao zinapotumbukia nyongo. Hawajajua maana ya ndoa kwa sababu bado ni watoto wadogo. Majority don't really make it in life. Ukiona mtoto amejifungua na ameenda ameona bwana, amekuta maisha yake ni magumu, amegeuka na kuambia mimi nataka kurudi shule, mrudishe. Mzee Majimbo Shume atokaye Pinglikani Chonyi asema imekuwa vigumu kwa wazazi na wadau wengine serikalini kukomesha tatizo la mimba ya mapema. Kufanya family planning ya kuangalia maisha yake na biashara yake atasaidika. Walimu na baadhi ya wazazi kwa upande wao wanahisi la muhimu zaidi ni kukabili mizizi ya tatizo hilo, hasa sherehe za matanga ambapo wasichana kwa wavulana utangamana katika densi usiku. The culture, because it's something they call it siniricha or something. During funerals, there's a dance, there's a particular dance that goes on for almost a week or 2. So you find that most of our pupils rush there. So you find that when we come to school, we have children who have spent sleepless nights doing their stuff there, and then they come to school. Kuna imani kwamba hawa wasichana wadogo wanapokuwa ni wao wanacheza pale jukwaani, basi zile changizo ama pesa hutoka kwa wingi sana. Kwa hivyo sasa ile hizo mikutano za usiku zinachangia sana huko kupata mimba. Kuna siku lakini kuna matanga karibu ya wiki 2 iendelea hivyo. Sasa watoto wengi, kuna watoto wengine hata wakiambiwa na wazazi wao hawasikii, wanafanya kutoroka kwa nyumba wanaenda. Lakini mzee Majimbo ambaye ni mtetezi wa utamaduni huo anapinga madai hayo. Swala la matanga sisi hatuwezi tukalilaumu, maana ni la jadi. Na akili ya mtu ni akili ya mtu. Weza kwenda na mtoto wako, weza kwenda matangani akakaa wiki nzima na asipate bwana. If that is the situation we shall continue like this, then we shall not have people to come and take over our places when we are retiring. It's a bad situation. It's a sorry state. Mtu akizaa simu shakuwa eti asisome. Ni akijifungua arudi shuleni kwa sababu elimu haina mwisho, haina kijana wala haina mzee, hata wazee wako. Kwa Mwanatumaini,
kurejea kwake shule baada ya kujifungua kunampa matumaini ya maisha mema siku zijazo. Nitakuwa najitegemea mwenyewe, sitegemei mzazi tena. Mambo ya nyumbani nitakuwa na nini najitengeneza mwenyewe. As teachers, we really do our best, but I wish that we do this as a team. The teachers, the parents, the community. If we did that, I believe, and the ministry itself, I believe things would work. Kwa shida hii kudumu miaka nenda miaka rudi, pasi ya suluhu mwafaka inaibua changamoto zaidi kwa jamii ambayo sasa inatafuta mbinu mbadala za kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanaoringwa na kujifungua wakiwa shuleni hawaachi masomo abadan, bali wanarejea na kuendeleza masomo kusudi siku za halafu wasaidie jamii kujikwamua kutokana na lindi la umaskini. John Juma, KTN, katika kijiji cha Tezo, kaunti ya Kilifi. Bingwa wa dunia wa mbio za chipukizi Conseslus Kipruto atashiriki mashindano ya dunia kwa mara ya pili, huku akiwa na matumaini kuwa nyota yake itang'aa sana jijini Beijing. Kipruto alishinda nishani ya fedha kwenye mashindano ya dunia makala ya 2013 jijini Moscow, Urusi. Conseslus Kipruto ni bingwa wa dunia wa mashindano ya vijana na vile vile bingwa wa dunia wa mashindano ya wanariadha chipukizi katika mbio za mita 2000 kuruka viunzi na maji. Hata hivyo, Kipruto tayari amejitosa kwenye ulingo wa wanariadha walio na uzoefu na anajivunia nishani ya fedha kutoka kwa mashindano ya dunia makala yaliyopita. Anakiri kuwa alikosa kuibuka mshindi kufuatia kukosa uzoefu. 2013 I was in food chef more than a second, but that kind of experience, so it filled me with experience. So I think according to this man, I learned that in championship we must use our mind. Na mtazamaji, basi kufuatia ile taarifa ya John Juma, nafikiri ni changamoto ama kuna umuhimu wa jamii kujitolea kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anasalia shuleni licha kwamba amejifungua ama amezaa mtoto akiwa bado mchanga, ili aweze kufikia ndoto zake za maisha na kuimarika, kwani kumelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii nzima. Mimi ni Mwanaisha Chizuga, basi hadi weekend ijayo na kutakia usiku mwema. Kwaheri.